come for this meeting. The Lord will bless us together. Come on in, minister. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Can you just lift up your hands for 1 minute? Open your mouth for 1 minute and worship the Lord. Father, we worship you. Father, we give you glory, we give you honor. There is no one like you. You deserve the glory, you deserve the honor. Just open your mouth for 1 minute and worship him. In the beauty of his holiness, he is wonderful. He is mighty, he is powerful. Who is like him? Oh, our God. We love you, we praise you. We exalt you. Your name is awesome. Your name is glorious. We love you, our Father. We love you, our Master. We love you, our Savior. We love you, our Redeemer. We worship you this morning. We worship you in afternoon. We worship you in the evening. We worship you at night. We give you glory. We give you glory. We give you glory, our Master. We give you glory, our Father. We take over the control of the atmosphere in Nyamira. We declare Nyamira belongs to God. We declare Nyamira belongs to Jesus. We declare Nyamira belongs to the Master, Lord God. We love you, we worship you. 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 We give you glory and honor, our God. Who is like you? The Lion and the Lamb. Seated upon the throne. Mountains bow down. And oceans roar. By the mention of your name, every knee shall bow. And every tongue shall confess that you are the Master of all. We love you, we love you, we love you. We give you glory. We give you honor. We give you praise, our God. Hallelujah, 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 hallelujah. Father, we love you. Hallelujah, 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 hallelujah. Wewe unaweza, wewe unastahili, wewe unatosha. Kwa dakika hii na amuru kila magonjwa ipotee, na amuru kila laana ivunjike, na amuru kila mkosi uondoke, ili kwamba watoto wa Mungu wapate furaha tena. Tunaachilia mkutano kwa mikono yako Mungu. Tunakushangilia kwa sababu unaenea. Amen. Hiyo ni appetizer. Leo hatutagusa mbingu, tutaingia katika mbingu ya
3, ili kwamba tukasikie furaha ya Mungu. Ujiandae tu katika hali ya kumpenda Mungu, utasikia furaha yake. Kwa heshima tu nitaomba tuketi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina kama vile nimesikia mmeitaja vizuri, naitwa mchungaji Ackson Nongo. Ackson Nongo ni mzaliwa wa DRC Congo, na Bwana ametuita kwa kizazi hiki ili tukahubiri injili isiyochanganyika. Amen. Haleluya. Amen. Bwana akasema twende tuhubiri injili ambayo baba zetu walihubiri. Haleluya. Amen. Hiyo injili ambayo walimhubiri Kristo kama yeye ndiye mwanzo na mwanzilishi na mwisho ya imani yetu. Amen. Haleluya. Amen. Na ndiyo maana niko Nyamira leo, kwa sababu ninafuata nyayo za mmoja wa wale mashujaa ambao Mungu ametumia kwa kizazi hiki. Haleluya. Nilipata neema ya kujua baba kabla sijamuona. Sina zoezi ya kutaja jina ya wale ambao wametutangulia sana. Nilipata neema ya kujua baba kabla sijamuona, na cha kushangaza ni kwamba siku ya kwanza nilipokuja mahali nilikuwa kwa madhabahu, sikumjua ni nani, na nikaona mtu anasimama nyuma, na Roho Mtakatifu akaniambia ya kwamba angalia huyo mtu vizuri. Nilipomwangalia nikaona hiyo ambayo anavaa kama mwanajeshi ni kubwa kuliko hiyo ninavaa. Nikamwangalia vizuri, na nilipoangalia zaidi, Roho ilikuwa inanitisha nimwambie akaribie mbele, kwa sababu hakufaa kukaa nyuma. Lakini hata pia nikahisi sikukuwa na uwezo wa kumtoa mahali alikuwa anaketi. Nikanyamaza, nikangojea nijue ni nani huyu ambaye ameingia hapa na ananishinda cheo. Umeshaona mtu anakushinda cheo kwako? Angalia jirani yako, mwambie shida kubwa duniani ni kutokujua lile unalibeba. Uwe unabeba machine gun, unajua machine gun? Na alafu jirani yako aje na rungu na aanze kukufukuza na una machine gun, na unaanza kukimbia. Watu wakikuangalia wataona wewe ni wazimu. Na kuna wengi ambao wamepata shida kiroho kwa sababu walibeba silaha kubwa bila kuijua. Muujiza ni nini? Muujiza ni wakati imani yako inahakikisha matarajio yako yamekomaa zaidi ya shida yako. Haleluya. Muujiza ni wakati shida yako imeshindwa, imeenda chini ya matarajio yako, na hauwezi kutarajia kwa mtu ambaye haumwamini. Inahitajika uamini mtu ambaye Mungu amekutumia ili kwamba upate muujiza. Haleluya. Sijatoka Kongo na muujiza yoyote. Sijatoka Nairobi na muujiza yoyote. Miujiza itakayofanyika hapa iko chini ya mafuta ya baba wa hapa. Kwa sababu acha nikwambie, wagonjwa watapona. Watu watafunguliwa. Waliofungwa kwa miaka watafunguliwa. Shida za miaka zitaondoka. Uganga, uchawi haitafanya kazi kwa maisha yako. Hii ni wiki ya miujiza, na hiyo yote itafanyika mbele ya macho yako. Kuna wengine wanasikiaga tu, kuna watu wanaponaga.
na wanaonaga tu kwa TV. Hii wiki tutaona hapa. Haleluya. Na haitafanyika kwa sababu kuna mgeni kutoka Nairobi. Itafanyika kwa sababu huyo mgeni amesimama katika viatu ya mpakaliwa mafuta wa hapa. Haleluya. Ninakuandaa tu ili kwamba nikienda kwa somo yangu ambao Bwana alinipea tuingie kiundani, si ndio? Hakuna haja tuanze tu haraka bila kuelewa nini Bwana anataka. Huyu Ackson ameoa na ana mke mmoja wa kike mmoja na ana watoto wawili. Haleluya. Mtoto wa kwanza msichana, mtoto wa pili kijana, na Mungu ametubariki kufanya huduma katika nchi tofauti. Mahali ambapo anatutuma tunaenda. Na mimi nikiwa Kenya kwa muda wote huo, kila mwenye ananijua anajua mimi ni Mkisii. Boya mole? Boya mole kabisa. Mimi ni Mkisii, na wakati nimefika hapa ninasikia niko nyumbani. Kwa hii wiki sina haraka. Wakiniambia nitulie, nitatulia. Ninatarajia tu kitu moja. Maisha yako isiwe tena vile ilivyokuwa. Amen. Haleluya. Nasema maisha yako isiwe tena kama vile ilivyokuwa. Kama unaamini rongo na useme ninaamini. Haleluya. Kwa hivyo Bwana atafanya mambo makubwa, lakini ninakuandaa kukuambia ya kwamba hakuna muujiza ambao unaenda kwenda zaidi ya matarajio yako kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Mungu ni roho na hawezi kufanya kitu duniani bila kutumia mtu mwenye mwili. Mungu ni roho, na ili kwamba afanye kitu duniani anahitaji mtu mwenye mwili. Na ndio kwa maana hapa Biblia inamuita kwa kitabu cha Ufunuo malaika wa nafasi. Maana yake wa malaika wa duniani ni wachungaji. Sasa shida tunao ni kwamba tunataka kila wakati malaika wa wenyewe ndio wanakuja kutulisha, kwa sababu hatutaki wetu. Hivi niko hapa, utakuta watu kwa laini, mchungaji nitakuongelesha, mchungaji nitakusemesha, mchungaji nahitaji maombi, lakini wale watu wako na mchungaji kwa miaka hawaendani tena kuombewa, hawatafutaki tena kuongelesha mchungaji, wanangojaga tu walete mgeni. Angalia jirani yako mwambie naamini huyo sio wewe. Unajua wale watu waipo, huyo sio wewe, lakini kuna wale watu. Na ndio kwa maana unakuta baraka zinakuwa za muda. Mgeni akija baraka zinakuwa, mgeni akienda anaenda na baraka zake. Nataka kukuandaa leo nikwambie ya kwamba Mungu amewabariki. Kwa sababu zaidi ya kuwapa mchungaji aliwapa baba. Haleluya. Zaidi ya kuwapa mchungaji aliwapa baba. Utofauti ni nini? Mchungaji anaweza kuwachunga na inatosha, lakini baba huenda zaidi ya kuchunga. Anabeba kwa moyo, na ukitaka kujua baba huwa hachukui watu wake awapeleke mahali kuna majani nzuri. Baba huwa anaenda kutafuta majani nzuri, analetea watu wake. Ndio kwa maana ametuleta. Haleluya. Nilipomuona nikasema kitu moja tu kwa maisha yangu. Nitafanya juu chini mpaka mafuta anayoibeba niichukue. Kwa sababu walio na mafuta huwa hawaijui. Wanaobeba jitu huwa hawajui. Wanaotoka mbali ndio huiona. Haleluya. Unaweza nisaidia ushangilie Mungu kwa sababu ya mchungaji wetu. Toka tukutane mpaka leo, kuna vitu viwili sitawahi kufanya kwa maisha yake. Siwezi kunyosha mkono yangu kumwombea. Sina hiyo kazi.
hawezi kunyosha general mkono. Nikifika mbele yake anaijua kila mara ya kwanza nitafanya kupiga goti. Aweke mkono wake juu yangu. Hata leo niliifanya. Kwa sababu akinena kitu ninajua imefanyika. Amen. Lakini wewe uko na yeye, umeshamzoea. Umeshamzoea, najua kwa maana hakuna muujiza. Kwa sababu adui wa kwanza wa muujiza anaitwa familiarity. Mazoezi ni adui wa muujiza. Lakini huyo unasalimu hivyo mchungaji. Na hata shetani anasema endelea zaidi. Kwa sababu mafuta usiyoheshimu haiwezi kukusaidia. Lakini pia sio kwa mchungaji peke yake, kwa sababu nataka nikuibie siri leo. Nikuibie siri kidogo? Hivi tu ndio wanafunza na hivi tu ndio Mungu atakufungua na tunaendelea. Siri kidogo nataka kukuibia ni kwamba kila mchungaji anakuwa na mchungaji wake. Niko hapa leo kwa sababu mchungaji wangu aliniruhusu niwe hapa. Angekataa asingekuja. Lakini shida ni kwamba watu wengi hujua mchungaji na wanasahau kujua mchungaji wa mchungaji. Mchungaji wa mchungaji ni mama mchungaji. Unapoenda kutafuta mchungaji unamwelezeaga shida zako. Na huyo mchungaji naye anakuwa na shida zake. Anazielezeaga mama mchungaji. Sasa nani mchungaji wa mchungaji? Tunaweza kushangilia mama yetu kwa kushukuru Mungu juu yake. Mchungaji ni mtu. Anaweza kukasirika, anaweza kusikia vibaya. Na hiyo matope yote anakuwa na baada ya nenda kuiangushia. Matope ya kila mtu amemuumiza kichwa, anaondoka kwa ofisi ni kama amepata wazimu, akifika nyumbani mama anachukua. Mchungaji wa mchungaji. Lakini watu wengi huona tu mchungaji. Tunapenda mchungaji wetu, tunashukuru vile anakaa. Wanaambia jikitishaga hivyo. Kuna baba mwenye anamfanya aketi hivyo. Kuna baba mwenye anachukuaga aibu yake, anampea heshima. Tena shangilia mama mchungaji. Kwa hivyo unapoombea mchungaji, ombea mchungaji pia wa mchungaji. Amen. Kwa hivyo mama, tunashukuru sana. Asante kwa kazi kubwa ambayo unafanya. Asante kwa kuchunga baba. Na asante kwa kumruhusu awe baraka kwetu. Amekuwa baraka kwangu, ninajua ni kwa sababu ulimruhusu. Mungu aendelee kukuinua. Mungu aendelee kukujaza. Na aendelee kukufanikisha. Amen. Kwa hivyo matarajio ya wiki hii ni nini? Baada ya miezi 9, wale ambao hawajawahi kupata watoto watapata watoto. Haleluya. Wale ambao tumbo zao zilikataa kupata watoto, Mungu atawafungua. Baada ya muda si mrefu, matokeo ya biashara ya wale ambao ilikataa kuendelea itaendelea. Haleluya. Kwa huu muda laana zitavunjika. Nasema laana zitavunjika. Umejaribu ukafanya mizunguko ya muda mrefu, kwa huu muda Bwana atakupatia mwelekeo. Kwa hivyo hii wiki anza kutarajia. Mbingu itafanya mambo ya kipekee. Haleluya. Haleluya. Nasema mbingu itafanya mambo ya kipekee. Utukufu kwa Mungu. Amen. Nilipokuja nikauliza Mungu anataka tuzungumzie somo gani leo? Na Bwana akanipatia somo ambalo linasema nimechoka lakini sijamaliza. Angalia jirani yako, mwambie nimechoka lakini sijamaliza. Haleluya. Biblia inasema kwa kitabu cha Waamuzi, nitaomba tuheshimu neno la Mungu, sote tusimame.
Judges 8:4-13, but I will not read all of it. Judges 8:4-13. The Bible says, when Gideon came to the Jordan, he and the 300 men who were with him crossed over, exhausted but still pursued. Exhausted but still. Kuna mtu ana Biblia ya Kiswahili mahali? Atusome tusikie. Yeyote wa Biblia ya Kikisia tusome tusikie. Hiyo tu mstari wa 4. Basi Gideoni akafika Yordani, akauvuka yeye na hao watu 300 waliokuwa pamoja naye. Nasema basi Gideoni akafika Yordani, akauvuka yeye na hao watu 300 waliokuwa pamoja naye. Walikuwa wamepungukiwa na nguvu, lakini wawafuatia vivo. Amen. Nisaidie tena uangalie jirani yako, mwambie nimechoka lakini sijamaliza. Tunaweza kuketi. Dr. John, Naomi, tunashukuru sana. Mungu akubariki. Kuwa hapa ni sacrifice na Mungu aendelee kukuinua. Nimechoka lakini sijamaliza. Gideoni ambaye tunazungumzia hapa leo, ambaye ninataka kukupatia ufunuo. Mafunzo yangu ni ya mafunuo pekee yake. Tuko pamoja? Mungu utusaidia kupata revelation ili kwamba mtu aelewe andiko iliandikwa kwa nini. Haleluya. Na ili kwamba maisha ifunguliwe. Gideoni akazaliwa katika familia ya Manase, na alipozaliwa Biblia yangu inaniambia ya kwamba alikuwa mzaliwa wa mwisho wa familia yao, na familia yake ilikuwa ya mwisho kwa klani yao, na klani yake ilikuwa ya mwisho kwa tribe yao. Tuko pamoja? Kwa nini ya mwisho? Kwa sababu Manase alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Yusufu, lakini mikomo ya Yakobo ikabadilishwa wakati wa baraka, ikamfanya kuwa mdogo, ikafanya Efraimu kuwa mkubwa. Tuko pamoja? Kwa nini ninazungumza kuhusu Manase na Efraimu? Kwa sababu watu wengi walichoka kwa maisha, kwa sababu walikosa neema ya kupata watoto wawili kwa maisha yao. Mtoto wa kwanza ambaye ulifaa kupata anaitwa Manase. Sema Manase. Na mtu aseme tena Manase. Manase maana yake nini? Manase inamaanisha Mungu ameniondolea. Haleluya. Past yangu nimeisahau. Maana yake nimesamehe yaliyopita. Watu wengi walichoka kwa maisha kwa sababu walikosa neema ya msamaha. Ukiwaangalia walibeba mizigo ya miaka iliyopita na wakaileta kwa huu mwaka, na bado wanajiandaa Disemba iishe wabebe 2019. Na ukiwaangalia wako determined, wameapa kubeba mizigo ya miaka iliyopita. Na ndio kwa maana kila siku hata wangelilishwa namna gani wanakaa wamechoka, kwa sababu hapana nafasi ya kuweka mambo mapya, kwa sababu wamekataa kuacha mambo ya zamani. Fanya mkono yako hivi. Unaona hii? Sio mkono yote hii. Sawa? Watafiti wanasema ya kwamba moyo wa mtu upimwa na upana wa mkono akiufunga. Moyo wako upimwa kama hivi. Hiyo ndio moyo wako. Unaona size ya moyo wako? Usitafutie mbali. Iko tu hapa. Sasa swali ni hii,
Unajua umebeba watu wangapi kwa hako kama hiyo? Jamani, na unasikia mtu anasema mimi sitaachilia, hauna nafasi ya huyo mtu, unambeba kwa nini? Ndio unakuta watu mioyo itakaa kupasuka kwa sababu wamebeba watu wengi. Ubebe mtu kama mimi kwa moyo ndogo hiyo. Si utakufa haraka. Naomba leo Mungu akusaidie upate Manase. Maana yake upate msamaha. Msamaha ni nini? Msamaha ni kukubali kuachana na shida, sio kwa sababu ama kwa na vita, sio kwa sababu umeshindwa, lakini kwa sababu una haja ya mambo mapya. Haleluya. Kutokusamehe ni nini? Kutokusamehe, dada yangu, ni kukubali kuchukua sumu ukaikunywa ukitarajia mimi nife. Unachukua sumu wewe mwenyewe na akili timamu unaikunywa, lakini unatarajia jirani. Ndio unakuta watu wanafura moyo, na wale ambao wamewafanya wafure moyo wanakula vizuri, wanakunywa vizuri, na hawakumbuki kama waliwakosea. Nikimuona nasikia kama nitakufa. Na wewe mwenye unaona hajui kama unataka kufa. Jamani, si utakufa. Sio angalia jirani yako mwambie samehe leo. Angalia mwingine mwambie pata Manase leo. Yusufu alianza mtoto wake wa kwanza alikuwa Manase kwa sababu alijua ya kwamba siwezi kumpata Efraimu ikiwa sitapata Manase. Inamaanisha nini? Efraimu inamaanisha matunda. Matunda, fruitfulness. Inamaanisha nini? Bila kusahau yaliyopita siwezi kupata matunda. Tutapata matunda tukisahau yaliyopita. Kuna watu wameng'ang'ana kanisani. Haleluya. Kwanza nimshukuru Mungu na kanisa nzuri, Mungu amewabariki. Kuna watu wameng'ang'ana kanisani, anasema mimi sitatoaga tena. Kwa sababu huyo shemasi alipitaga na pesa zangu. Ukimuuliza wakati gani, miaka 10 imepita. Na kuna wengine ambao unakuta ni waibia siri watoto wa Mungu. Kutoa sio wingi wa pesa, lakini ni moyo wa kujitoa. Haleluya. Ninajua nikisema tu kuhusu kutoa, roho yako inatoka kwa mawili haraka, unafikiria basi tena hii wiki tumaliza na kuahidia kwa jina la Yesu Kristo hakuna utoaji. Baba ataniita nikuje kutoesha. Baba ameniita nikuje nikufunze neno la Mungu. Kama nasikia sema amen. Kutoa sio wingi wa pesa. Ndio kwa maana nikiangalia hawa watu hapa na niangalie matokeo yanayofanyika hapa, ninaona moyo wa kujitoa. Tikisa jirani yako mwambie una moyo mkuu. Patia Bwana makofi mazuri. Wale ambao hawatoi ndio uvunja moyo wale wenye wanatoa. Ninawaitaka Wakristo kuku. Mkristo kuku ni nani? Mkristo kuku ni huyo ambaye kuku kuna watu wanafuga kuku hapa. Ninafunza neno la Mungu. Kuku ikiamka asubuhi inaanza kelele. Wewe unasikia hiyo? Asubuhi mpaka jioni. Nyote kwa mtaa unakosa amani. Kuku inanyima amani. Ikifika jioni inawapea yai moja. Unajiuliza, jamani, kelele yote yai moja jamani. Angalia jirani yako mwambie huyo sio wewe. Na kelele nyingi. Unafikiria leo itatupea 3. Ikifika jioni Wakristo wengi wako hivyo. Ni wao
toa hiyo ndogo kabisa. Na ni wao ufanya kelele sana. Sisi hatuoni ripoti. Sisi hatuelewi mambo yanaenda na magari. Sisi tumeonelea. Angalia jina lako mwambie mgeni atasema wewe ni kuku. Mungu atupe neema tuelewe kwamba kujitoa sio wingi. Ni moyo. Haleluya. Haleluya. Yusufu akapata kwanza Manase, kisha baada ya Manase akaja Efraimu. Kwa nini? Kwa sababu ukisamehe unafungua nafasi ili kwamba matunda yake. Haleluya. Ilibidi Efraimu aje baada ya Manase, kwa sababu ukikubali kusamehe sio kwamba umekuwa mjinga. Ni kwamba umeenda juu ya wale wanakupiganisha. Kwa nini tutabidi tusamehe? Acha nikupe mfano. Kuja dada yangu, kuja kidogo, kuja. Simama hapa dada yangu tu. Angalia huko mbele. Sasa nauliza, huyu dada anaona ninamfanya nini? Dada yangu nakupenda sana, Mungu akubariki. Acha niwaambie siri. Usiende dada yangu, simama tu kidogo. Acha niwaambie siri. Watoto wa Mungu, kila ambaye anazungumza vibaya kukuhusu, inamaanisha kwa Kiingereza ana backbite. Inamaanisha ana backbite. Inamaanisha nini? Inamaanisha yuko nyuma yako. Inamaanisha yuko nyuma yako. Yeye ndiye anaweza kukuona, lakini wewe hauna haja kumuona. Haleluya. Haleluya. Inamaanisha wewe ukiendelea mbele, yeye shughuli yake ni wewe na wewe shughuli yako ni hatma. Unaweza kuketi mtoto wa Mungu. Shughuli ya aliye mbele ni destiny. Shughuli ya walio nyuma ni mtomo. Nisikilize jirani yako, uko mbele, uko nyuma. Ukikuta watu wanamdomo, jua wako. Ukikuta watu wanakuongea, jua wako. Walio na shughuli ya destiny huwa hawaongei sana, huwa wanakaza mwendo, wanafanya nini? Huwa wanaenda mbele. Kama wale mmoja waisema haleluya. Unakuta watu sisi ambao tunajua mahali tunaenda, hatuna muda wa mbele, tuna muda wa kazi. Tukianza kazi ni sharti tuchape. Haleluya. Nimekuja kukutangazia muda ya kugeuka nyuma hakuna. Muda ya kuuliza nani alisema, nani hakusema hakuna. Ni muda wa kwenda mbele, na tukienda mbele mbingu zinatuangazia. Haleluya. Sasa mimi nikianza kuuliza nani alinisema, nani hakunisema, nitakufa. Tumia chini chape kazi. Kazi itaniongelea. Ukikutana mtu anataka kujitetea, hajui kazi. Ukikuta mtu anachapa kazi kwa kimya, huyo ni mtu amesema kazi itaniongelea. Haleluya. Kutoka leo ninaomba watu wasiache kukusema. Watu waendelee. Sijakuombea Mungu aondoe wa kukusema. Nimeomba Mungu akufanye ukomae zaidi ya kusikiza. Haleluya. Naomba Mungu akufanye ukomae zaidi ya kufanya nini? Mama mwingine anakuja ananiambia, mchungaji, mimi ninakasirika. Mbona unakasirikia nini? Nakasirikia mama fulani. Nikamwambia amefanya nini? Ananiita mimi mweusi. Nilipoangalia huyo mama ni mweusi kabisa, lakini amekasirika, ameitwa mweusi. Nikamwambia mamangu, amekwambia tu ukweli. Ungemshukuru. Haleluya. Muda wa uchanga
wa kukasirikia kila kitu hatuna, kwa sababu hiyo ndio unatuchosha. Hiyo ndio inatufanya hatuendelei. Hiyo ndio inatufanya tunakauka. Hiyo ndio inatufanya hatuoni mbele. Kora na Datani walijua ya kwamba hatuna mpango ya kufika Kanani. Mpango yetu ni kuzuaisha hawa, tuwavute nyuma mpaka watoke. Na wewe unakutana tu unashikana na wao. Ukimuuliza sasa, huyu mwenye unashikana naye anakupeleka wapi? Hakuna. Lakini anaongea vizuri. Kuongea vizuri si ndio kwenda mbali. Kwenda mbali ni kuwa na maono. Haleluya. Watu wanaweza kuongea vizuri, acha niwaibie siri. Wachungaji wanajua kupanga maneno, kuna wengine wanarapukaga kanisani. Anakupiga maneno mpaka unafikiria huyu ameyapanga. Lakini ukienda kuangalia ndani empty. Hakuna maono, hakuna mwelekeo. Kanisani ni kuingia tu. Nikaona mchungaji mwingine anaambia mtu kuja. Zuka. Akimaliza kuzuka akaanguka. Watu watasema upako, nikasema uongo hiyo. Kizunguzungu hiyo. Hiyo ni upako kweli? Unamzungusha mara 7 kisha hata wewe mwenyewe bila kukupuliza ukizunguka mara 7 utaanguka tu. Na uko ndio unakutana tumeishia sote. Huyo ni nabii. Huyo ni Saidia angalia tu jirani yako kwa shimo, mwambie tuko mai jamani. Haleluya. Haleluya. Biblia yangu iko wazi ya kwamba Mungu atatusaidia. Kitu ya kwanza ambayo natufanya nimesema hatuendi mbele sana, tunachoka haraka, ni kukosa moyo wa kusamehe. Tukikosa moyo wa kusamehe, tunakosa moyo wa kuzaa matunda. Kitu ya pili ni kutokujijua. Hatujijui. Malaika wa Bwana anamtokezea Gideoni ambaye tunamzungumzia. Anamwambia, salamu kwako, shujaa." Gideoni anamwambia, "Nani? Mimi ndio mdogo kwa familia yangu, na familia yangu ndio ndogo kwa ukoo wangu." Kutokujijua. Mungu ameweka ndani yako ukuu. Mungu ameweka ndani yako ushujaa. Lakini shida ulio nayo ni kwamba unataka ujijue kupitia watu. Unataka watu ndio wakudefine. Sikiza nikwambie siri. Hiyo shida ilianza na babu yetu fulani. Babu yetu hata sisi. Alikuwa anaitwa Adamu. Unajua Adamu? Alikuwa babu yetu. Hiyo shida ilianza na Adamu. Adamu anaamuka siku moja, Mungu anamwambia, "Adamu, nataka utafute mke." Adamu anaondoka, anaanza kutafuta mke. Anaenda anakutana simba, anaangalia. Just imagine Adamu angeoaga simba. Anaenda anakutana kimanke. Anakutana ndovu. Adamu akazunguka mpaka akachoka. Mungu akaona Adamu yuko na shida. Na shida kubwa ya Adamu ni nini? Adamu anatafuta nguvu zake kutoka nje, ijapokuwa nguvu zake ziko ndani yake. Mke wa Adamu alikuwa kwa mbavu za Adamu, lakini anachoka akimtafuta nje. Kama tu wewe na mimi. Kama Mungu atatusaidia, ni sharti tuende tutafute. Utatuma mahali wanaomba, utatuma mahali wanasema, utatuma mahali wanatutabiria. Kumbe hapa ndio mahali Mungu ameweka baraka zake. Lakini umeshazunguka na utazunguka mpaka umalizike. Acha kuzunguka, ambia baba, niko hapa, nipe usingizi, utoe kenye utanitoa. Haleluya. Ilibidi Mungu asidhihirishe Adamu ili kwamba asimonyeshe ujinga wake. Akamsindilisha, akatoa mbavu, akamwekea mke hapo. Adamu akiamuka akasema, Mungu alikuwa anafichia hii wapi? Na huyu alikuwa wapi? Kumbe alikuwa wapi? Ndani yake. Angalia jirani yako, mwambie ukuu unaoutafuta uko ndani yako. Jiamini kutoka leo. Haleluya. Ninajua kuna watu wanatarajia kama
tupate wazungu kutoka ngambo wakuja watusaidie. Hiyo mila na hiyo desturi imeshaisha kitambo. Ukuu wa huduma uko ndani ya wale ambao Mungu amekupa. Nasema ndani ya wale ambao Mungu amekupa. Angalia jirani yako, mwambie ni wewe. Jiamini leo. Haleluya. Unaposimama, unapoongea, acha kutafuta matokeo na mafanikio nje yako, ndani yako. Kitu cha kwanza cha kufanya ni kujiamini. Kitu cha kwanza cha kufanya ni kujikubali. Kitu cha kwanza cha kufanya ni kusema ni mimi. Yes. Shida ni kwamba ukiuliza hapa, ni nani ambaye anaweza kujengea kanisa? Ni huyo. Ni nani ambaye anaweza kutoa hapa? Ni huyo. Ni nani ambaye anaweza kuimba? Ni huyo. Hakuna siku utasema ni mimi. Ndio kwa maana unaona kanisa tunakuwa na nguvu. Ukisema ambia jirani yako, unakuwa haraka. Kwa sababu sio wewe unajiambia. Una haraka ya kuona wengine. Haleluya. Acha nakupatie ingine. Yai, si tunajua yai. Yai. Yai ikivunjika, ukitumia nguvu za nje kuvunja yai, unaiua, inakufa. Lakini ukiruhusu yai kutumia nguvu za ndani kujivunja, inaanza maisha. Yai ikipewa muda wa siku 21, ibaki tu hapo, alafu uiruhusu peke yake ijivunje. Leo nimekuja kukutangazia, tutaacha kutafuta nguvu za nje zije kutuvunja. Tutajivunja peke yetu na tutaanza uhai. Hapa mahali tuko tunatosha. Amen. Angalia jirani yako, mwambie mimi tosha. Halo. Halo. Wewe unaenea. Wewe unatosha. Wewe unastahili mbele za Mungu. Unachofaa tu kufanya ni kujikubali. Tumechoka haraka kwa sababu watu tulitaka watu define, walishindwa kutu define. Najua tunasafa complex. Mtu asipokuambia chochote kizuri unavunjika moyo. Ndugu mwingine alikuwa anafanya, alikuwa kwa kanisa ambayo mimi niko mchungaji, na huyo ndugu alikuwa anacheza keyboard. Na akicheza keyboard, kama siko kanisani kama wiki hii, hawezi cheza vizuri. Mchungaji hayuko, nani atamuona? Nikiwa kanisani, ukiona hata wakienda kucheza, anaenda hivi. Mchungaji aone, anaenda kucheza. Siku moja tu nilisimama na kumwambia, kuja tukiapo kidogo. Tukaenda naye nje, nikafikisha kwa geti, nikamwambia, unaona hii geti? Usiwahi kuikata tena. Usiwahi kuingia huko. Ninakufukuza kabisa. Wewe utafute wale wachungaji ambao watakuwa wanakusifu. Ukweli. Sina muda ya kukunyima neema ya kwenda mbinguni. Lakini kuna mtu ambaye ana mpango wa kutoka kanisani kwa sababu kwa wiki mzima mchungaji hajaniambia congratulations. Yeye haonaki. Mchungaji wa haoni. Tumejitoa. Tumejinyima. Lakini shukrani. Hata tukuniambia Mungu akubariki, hakuna. Mimi niko naona mimi nitatoka. Jamani. Ukitarajia kushukuriwa, Biblia inasema kwa kitabu cha Mathayo sura 6 mstari wa 2 kwamba wameisha pokea zawadi yao wale waliotaka kuonekana na wanadamu. Wale waliotaka kusifiwa na watu. Wale waliotaka kuambiwa congratulations. Wangapi wanataka kila wiki nichukue namba yao nitaomba baba ruhusa niko nawaambia congratulations, lakini wasiendani mbinguni. Kukuambia tu umefanya vizuri. Sikiliza kuibia siri. Biblia inasema a man shall not live by bread alone. Not a boy. A boy can live by bread alone, but a man no. Because there is a difference between ability and capability. People
people who are capable are mature people. People who are able are anybody. When a child is born, he is able to become anything, but is not capable until he matures. So watoto wanapendaka kupigiwa makofi. Hata siku yako ya kutembea ya kwanza walikuwa wanakuimbia tembea ndogo, tembea. Utaishi hivyo milele? Unataka tukue tukikuimbia milele? Kuna wakati utagongwa na unasema hata kama nimegongwa hapa nitaendelea. Amen. Hallelujah. Kuna wakati utakatazwa kusikizwa, lakini unasema nimechoka lakini sitamaliza. Kuna kitu ninatafuta ndani ya huyu mtu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Kwa hivyo usitake kila wakati watu wakwambie wewe ni nani. Watu watakuvunja moyo. Watu watakushangaza. Na ukisikiza watu sana ndio unakutana unaanza kupoteza hali yako ya kuwa. Umeshaona unaambia mtu ndugu yangu uko smart. Hata sema asante. Anakwambia hii ni mtumba. Kwa sababu hajiamini. Haamini anaweza kuwa smart. Ndio kwa maana watu wanachoka. Watu wanachoka kwa sababu walikosa neema ya kujijua. Naomba Mungu akusaidie ujijue wewe ni nani. Naomba ujue ya kwamba ulipoumbika Mungu aliweka ndani yako utajiri, mamlaka na nguvu, uweza na ushindi viko ndani yako. Unapotembea, tembea kama mtoto wa mfalme. Unapoongea, ongea kama mtoto wa mfalme. Kama unasikia sema haleluya. Nilikuwa nikifanya mkutano Kongo wiki iliyopita. Na nilipokuwa nikifanya mkutano mahali huko inaitwa Kimalajala, nilikuwa nafanya mkutano, mchungaji akaja akaniambia, mchungaji nataka kuambia kitu. Akaniambia nikamwambia ndio. Akaniambia nataka kukuomba kitu. Usiongee kuhusu wachawi. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia wachawi hapa ni moto. Ukiwaongelea hutatoka hapa. Huyo ni mchungaji amenialika. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia unaona hiyo kaburi hapo? Ni mhubiri alikuja kuhubiri huku, akataka wachawi, wakamuua, akazikwa hapa. Na hiyo nyingine kaburi hapo ni ya mke wake na watoto wake wawili. Akamwambia wachawi huku ndio wanaongoza kanisa. Mpaka mchungaji anawaogopa. Nilipoingia kanisani neno ya kwanza nikasema leo tutavunja uchawi. Niko na mchungaji nikasema leo tutavunja uchawi. Nikasema basi huyu naye ni nini ilinifanya nisisikize shauri ya mchungaji? Kwa sababu mimi ninajijua. Yes. Na ninajua ni nani ninapenda. Yes. Hello. Yes. Ninajua Mungu aliyeniita na nguvu alizonipa na mamlaka aliyoweka ndani yangu. Niliposema leo tutavunja uchawi, simama nikamwambia kila mtu kanisani simama aanze kuomba. Watu wakaanza kuomba. Mama mmoja akatoka kwa mkutano huko, anakuja na mimi ni mchawi. Akaja hapo mbele akaanza kutoa vitu, anaweka hapo chini za uchawi. Wachawi wengine kanisani wakakasirika. Kumbe kuna chama. Yes. Wakakasirika ndio wakaja haraka. Nikaona huyu mama anakuja haraka, anakuja kumnyamazisha. Alipokuja haraka nikaenda mbele yao hivi. Nafikiri mchungaji alisema basi hajui kama huyo ndiye mdosi. Nikaenda mbele yao nikasimama hivi. Huyo mama akaja na hasira, akanigonga mikono hii mbili. Wiki jana, sio miaka imepita, wiki jana. Akanigonga mikono kwa kifua hivi. Aliponigonga na akaanguka chini. Mikono wachungaji wazee wa kanisa wanakuja wanaanza kunizunguka. Kwanza kunichunga. Nikamwambia ondokeni. Kwa sababu wao wanaona kimwili. Wanaona kimwili. Hawaoni kile kiko ndani. Wanaanza kunizunguka hivi. Nikamwambia ondokeni. Mwingine akaja nikamsogelea hivi. Tukikaribiana hivi akaanguka. Walianguka, walipoanguka wengi nikaona mchungaji anaenda kwa asante Yesu. Asante Yesu. Kile kimemfanya sasa anasema asante Yesu.
Ameshaona wana? Uoga wa kutokujijua. Unayembeba ndani yako ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uwezo. Hajawahi poteza vita, hajawahi na hatapoteza. Ana mpango mzuri na maisha yako. Kama unaamini sema haleluya. Kwa hivyo unapotembea mtoto wa Mungu, acha kujidharau. Unapoongea mtoto wa Mungu, acha kujidharau. Wewe ni wa maana. Nasema wewe ni wa maana. Nasema wewe ni wa maana. Angalia jirani yako mwambie sisi hapa tunatosha kupeleka kazi ya Mungu viwango vya juu. Patia Bwana makofi ya juu. Haleluya. Uoga ndio inatuua. Uoga. Nilikuwa nafanya mkutano hapo Ukambani. Mahali inaitwa Mbaoni. Usiku saa 9. Nasikia nyumba ambayo ninalala ndani, nilikuwa na wahubiri wengine ambao tulikuwa tumealikwa pamoja. Wako kwa room nyingine na mimi na kijana wangu ambaye alikuwa ananisaidia vitabu. Sasa hizi ni mchungaji hapo Kampala, Uganda, mahali inaitwa Tororo. Huyo kijana wangu tunalala room moja na wale wengine wako kwa room nyingine. Saa 9 za usiku tunasikia kwa mlango, kwa nyumba yenyewe tuko ndani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nilipoamka nikauliza kijana wangu, umesikia mgeni nje? Kijana wangu akaniambia, baba, nilimsikia kitambo. Anatetemeka miguu. Baba, nilimsikia kitambo. Nikamwambia basi amka, tuko na mgeni. Akaniambia unasema? Nikamwambia amka, tuna mgeni. Na huyo ndugu akaendelea hapo. Anazunguka nyumba yetu na anatupa tu vitu kwa mabaya, kwa roof. Anaongea lugha zingine za kimapepo. Nikauliza wale wenzetu wenye wako kwa room nyingine, majamaa, mmeshasikia? Nikasikia kama kitambo. Nikamwambia sasa tunafanya hivi, mgeni amekuja physical. Tunaenda physical. Tunafungua mlango, tunakutana naye nje. Nikasikia kaukimya. Na nikaamuka, nikamwambia jana, uko tayari? Umeshaona mtu anakuambia ndio, kichwa ndio anasema ndio, lakini miguu inakataa. Akaniambia ndio, na miguu ndio. Kwa twende. Nikafungua mlango. Nilipofungua mlango kufika nje, nikakutana ndugu anasimama nje, anavaa kanzu. Anasimama mbele yangu hivi. Aliposimama mbele yangu hivi, nikasimama mbele yake hivi. Ukabani. Mara moja akafanya. Nikaangalia nikasema, hiyo ni ya kindergarten. Kwa sababu mwenye hata kupiga hakushituaki. Anakupiga mara moja. Sasa unanishtua wewe, manake wewe ni mwoga. Nikasonga mguu moja hivi, nikaona arudi moja nyuma. Akirudi moja nyuma, nikasonga mbele. Akakimbia. Akaingia kwa shamba ya mahindi. Nikasimama nikasema, nimetumwa na Mungu hapa kufanya mkutano. Kabla sijamaliza hii mkutano, mbingu zikurudishe. Aliposikia akimbia, anaenda kwa shamba ya mahindi huko. Nikarudi ndani. Nikasema amekimbia. Usema tu amekimbia, nikasikia wenzetu wahubiri. Wanatoka sasa nje. Baba tunakushukuru. Baba tunasema asante. Baba uko. Nikasema waoga nyinyi. Ndivyo wengi wetu wako. Wengi wetu wanaoenda kanisani, wanasikia neno la Mungu, lakini wakifika tu kwa kipimo kidogo wanaogopa. Angalia jirani yako mwambie jijue leo. Angalia jirani yako mwambie jijue leo. Kama unaamini utajijua, patia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko mchawi. Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko mganga. Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko urogi. Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko laana. Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko kila kitu. Muamini nao, acha kucheza. Haleluya. Asubuhi mapema nasikia hodi. Nikifungua ni mchungaji wa mahali
Anakuja ananiambia baba uko na mgeni. Nikatoka nje nikamuuliza wapi? Akaniambia ndio anaketi hapo. Nikaenda nikaangalia. Nikakutana na huyo ndogo. Akaniambia nimekuja, ulisema nitarudi, nimerudi. Nikamwambia unataka nini? Akaniambia nilikuja jana na mission moja kuhakikisha hauhubiri hapa. Na kwa sababu nilishindwa, mimi ninataka kuungana na wewe. Nikaita wale wenzetu wa baba tunamshukuru. Nikawaambia chukua hiyo uganga ya ovyo ovyo. Unajua uganga ni vitu ovyo ovyo. Chafu sana. Muganga tu ndio anakuambiaga atakufanya mtajiri na yeye mwenyewe ni maskini. Ukweli. Anakuambia atakukinga na kifo na watoto wake wako wanakufa. Kabisa. Nikamwambia chukua hiyo uchafu ya huyo mchome hapo. Waliomba maombi. Ushaona watu wanaomba maombi na sio wao walileta huyo wokovu. Tunachoma haiwezi kurudi tena. Kwa sababu ni mchana. Huyo jamaa kirudi usiku tena watajifungia ndani. Leo nimekuja kukuomba kitu moja mtoto wangu. Kama unataka kwenda mbali, jijue wewe ni nani. Jiamini wewe ni nani. Amini aliyekuita. Haleluya. 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 Kutokujijua inafanya watu wanachoka. Kutokujiamini inafanya watu wanachoka. Mhubiri mmoja alihubiri pale mahali inaitwa Singapore. Na akiwa anahubiri Singapore, usiku amefika, watu wanamngojea atahubiri kwa stadium. Watu wanamngojea usiku, akaingia kwa room mahali atalala. Akitaka tukupumzika hivi, mara moja akasikia kwa dirisha yake kitu kinagonga. Aliamuka. Nafunga kila nguvu za giza. Nateketeza kila mamlaka ya kuzimu. Aliomba akasikia natolea. Baada ya dakika chache tena naomba, akaomba usiku mzima mpaka sauti ya kuhubiri kesho ikaisha. Ilipofika 5 akasikia tu acha niangalie hii kelele ni ya nini. Alipoenda kuangalia kafutana ni curtain. Walifunga vibaya. Inagonga ta. Amemaliza sauti mzima, amefunga akafungua. Shetani na kuharibu. Sio shetani ni curtain. Uko na uoga ya bure. Sasa tunakaa hapa, panga tu akitokezea hapa. Utaona. Wakristo walio hai juu ya viti. Kwa sababu tunaongea sana. Lakini kutokujijua inatufanya tunachoka haraka. Na ndio kwa maana wanakutana Wakristo tu wanasemaga mimi sitakufa bali na akikufa anakufa kama cockroach. Unajiuliza huyu ndiye hatakufa? Kwa sababu tunaongea sana lakini hatuamini kile tunasema. Hatujijui. Leo nimekuja kukwambia kama unataka kushinda, anza kujijua leo. Haleluya. Anza kujijua leo. Sifa kwa Mungu. Hii wiki Mungu atatupatia neema. Tukiendelea kujifunza, tutaendelea kufunguliwa. Tutaendelea kupata neema. Nguvu za Mungu zitakuja juu yetu. Yes. Baada ya hii wiki, utatoka kwa kazi ya kuombewa, utaanza kuombea watu. Amen. Haleluya. Amen. Umezoea kuombewa kila siku. Saa 9 za usiku sema ya mchungaji wapi? Baba nataka uniombee, nimeota ndoto mbaya. Mimi na ndoto yako tunakutania wapi? Kama huwezi kufukuza ndoto yako, ndoto utaweza nini sasa? Mungu wiki hii atatutoa kwa kazi ya kuombewa, atupeleke kwa kazi ya kuombeana. Mahali ambapo tutasema maneno na yanafanyika. Mahali ambapo tutaona maono na yanakuja. Kama unasema haleluya. Sifa kwa Mungu. Hii wiki maana yake itakuwa kila chochote kile ambacho tunataka kukiona kwa Mungu tutakiona. Kuna ngazi za kuambiwa na kuna ngazi za kuhisi na kuna ngazi za kuona. Tumeambiwa kuhusu Mungu ya kutosha. Tumejaribu kuhisi Mungu, tumemuhisi kwa ngazi fulani. Ninataka kwa wiki hii tumuone. Kama unaamini sema amen. Ayubu akasema
kwa kitabu cha Ayubu 42 ya kwamba Mungu, nilikuwa nikikusikia, lakini sasa nimekuona. Ukisikia Mungu utamsikia na mashauri zako, lakini ukimwona utamwona vile anakuwa. Wangapi wanasema leo wanataka kumwona Mungu? Uko tayari kumwona Mungu? Haleluya. Njia tu moja ya kumwona Mungu iko very simple. Biblia inasema hakuna aliyemwona Mungu akaishi. Nimesikia wahubiri wengi wakitupatia ufunuo nyingi sana hapo. Ukiona Mungu, dada yangu, utakufa. Hakuna aliyemwona Mungu akaishi. Basi inamaanisha nini? Mungu alikuwa anaambia Musa ya kwamba hakuna aliyeniona mimi akaishi. Nini ilifuata? Mtu anaitwa Paulo kwa kitabu cha Galatia sura 2 mstari wa 20. Ndiye anakuja kutuambia hiyo andiko ilikuwa inamaanisha nini. Wakati Paulo anasema, si mimi ndiye ninayeishi sasa, ila ni Kristo anayeishi ndani yangu. Haleluya. Inamaanisha nini? Kila ambaye amewahi kumuona Mungu huwa anakufa ndani yake ili kwamba Kristo aishi ndani yake. Haleluya. Haleluya. Ni nini utufanya tushinde nguvu za giza? Kwa sababu zinapokuja kwetu hazitukute sisi, zinakuta Kristo. Haleluya. Unataka kupanda ngazi ya kiroho, basi kuna vitu vitakufa ndani yako. Haleluya. Hiyo mikono yako haiwezi kugusa uchafu na iguze baraka. Ni kwako kuchagua. Haleluya. Akili yako, kuna milango 5 ambayo siku utafanikiwa kuifunga kwa maisha yako, ngazi yako ya kiroho inapanda. Mlango wa kwanza ni macho yako. Ni sharti uamue ni nini macho yako yanaweza kuona. Mlango wa pili ni masikio yako. Ni sharti uamue kutoka leo nitasikiza nini. Biblia inasema imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia nini? Ikiwa imani huja kwa kusikia, maana yake pia woga huja kwa kusikia. Kwa sababu tofauti katikati ya meditation na worry ni nini? Ni kwamba meditation ni opposite ya worry. Vile vile umeditate ndivyo ndivyo worry. Na hivyo hivyo ujenga imani, ndivyo ndivyo ujenga woga. Kama unasikia sema nasikia. Imani huja kwa kusikia. Ukisikiza Mungu sana unajenga imani. Ukisikiza maadui sana unajenga. Leo utaamua nani utasikiza. Nani utasikiza leo? Ripoti ya nani utachukua leo? Haleluya. Usiku wa leo tunaenda kuambia Bwana tumechoka lakini hatujamaliza. Leo nina introduce tu somo tunaenda nao wiki nzima. Nimechoka lakini haleluya. Tutasonga na hiyo somo vile Mungu atatuongoza, ili kwamba tufikie mahali ambapo uchovu wetu wa kiroho utaondoka, ili kwamba nguvu za kumaliza zije juu yetu. Wenye wanamalizaga ni watu wa nguvu. Haleluya. Sio watu walegevu, sio watu ambao wamechoka haraka, ni wale ambao wamesema nitamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimekwambia utaondoa woga leo, ujenge imani leo, alafu uamini ndani yako ya kwamba aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Sifa kwa Mungu. Ninakuandaa ili kwamba nikienda kuomba nitaomba maombi machache tu, lakini usiku wa leo wengine wenu watalala vizuri. Usiku wa leo wengine wenu hawataota ndoto zibaya. Usiku wa leo wengine wenu hawatakuwa na shida wanakuwa nazo. Haleluya. Ninataka tu uanze kuamini ya kwamba ngazi ambazo tunaziendea sio ngazi za kutoka jasho tena. Ni ngazi za kuongea na Mungu. Haleluya. Haleluya.
nikaitwa kwa shule fulani hapo Nairobi inaitwa Brother Bosang. Nikaambiwa kuja Brother Bosang na uandae kainjili. Kumbe Brother Bosang shule nzima imepagawa na pepo. Na wataki kuniambia ni pepo. Lakini nikasikia huyo Siubatro vile anapumua. Mchungaji, tunataka tu ujue ya kwamba tunakungojea hapa na uandae injili. Nikamwambia, kwa nini mkuniambia mapema, mkuniarifu? Hapana, mtaka ukuje tu. Nikaondoka nikaenda. Kufika huko mbali unasikia huko wanafanya. Na Siu Patron ametoa shati akaifunga kwa kiuno. Amebaki na vesti na kufunga. Na kuharibu shetani sauti yote. Imenyonga. Nilipokaribia hivi, wakaanza kunipokea na furaha. Unajua watu wanakuja ni kama mkombozi. Karibu baba, karibu. Kutoka saa ile tulipangawa hapa na pepo tumeteseka. Nikaangalia nikasema mmeniitia wale maharagwe. Pepo ndio mnakuja kunishabikia hivyo. Nikaingia nikauliza shida ni nini? Akasema hatujui, tumetafuta, tumeomba. Sasa shida ni nini? Wale watu wasiu wakiomba, wakisema pepo tunakuamuru toka, wanafunzi wanafanya kutoka saa ile, au wanasema tunakuamuru pepo toka. Wametoka jasho wakatoka. Nikakuja pole nikaingia. Nikaangalia watu wanashout. Nikaona na mimi nikijoin tu hawa. Niseme pepo toka, na mimi watanifanya. Nikasema Roho Mtakatifu, ninaomba unijulishe ni nini ndio chanzo na shida ya hii ni nini. Kisha nikasikia sauti inaniambia ndani yangu, unaona katikati ya wale watu wenye wamepagawa ni wengi, lakini kuna mmoja hajapagawa. Huyo mwenye anafunga kitambaa nyekundu kwa kichwa yake hajapagawa. Ni yeye amefanya wengine wapagawe. Sasa anajifanya kati yao, lakini ni yeye anawakontrol. Na nguvu zake ziko kwa hiyo kitambaa yake. Nikatembea tu katikati yao pole hivi. Na wapo wanazomea bado walimu. Nikaenda tu pole nikaguza kwa kichwa yake hivi, nikitoa kitambaa hivi na akaanguka na kazirai. Wanafunzi walikuwa wamerarua nguo, nikaona tu wengine walikuwa niko. Kila mtu anaanza kujiangalia, kila mtu anaanza kujitafuta, wengine wanaanza kukimbia nje kujiangalia. Hatukuomba, hatukufanya chochote. Nikarudi tu kwa ofisi ya mkuu wa shule, nikapiga magoti nikamwambia Mungu asante kwa kufungua hili. Na nikaondoka. Mtu wa Siu akanipata akaniambia, ulifanyaje? Nikamwambia vita si vyangu. Shida tunao ni kwamba tunatoaga Mungu kwa story, tunajiweka kwanza. Tunapigana, ukishachoka ndio unakumbuka Mungu. Leo nimekuja kukuambia Mungu anataka usijipiganie tena. Anataka umwamini kwamba anaweza kukupigania. Mungu anataka usijisumbue tena. Unajiulizaga kila siku nitatoa wapi na nini ya kupatia Mungu. Usijisumbue tena. Umwamini tu atakujenga. Amen. Biblia inasema nini? Katika haya yote sisi ni zaidi ya washindi. We are more. Who is a conqueror? Jesus is the conqueror. Umewahi kushinda vita yoyote wewe? Mwenye alishinda vita ni nani? Sasa wewe ni zaidi? Ninajua uelewi andiko vizuri, ndio kwa maana unaniangalia hivyo. Acha nikupatie tu ufunuo alafu tuombe kwa dakika chache. Tuko pamoja? Inamaanisha nini? Acha nitumie boxing. Ndio? Boxing. Wakati watu wa kubox wako kwa uwanja wakipigana, kuna ndugu fulani alikuwa anazoea kufanya boxing sana. Na alipokuwa akipigana, hiyo siku alipigwa akaumizwa uso yote. Na akaangushwa raundi ya kwanza, akaangushwa raundi ya pili, na raundi zinakuwa 3. Kulikuwa kuna baki moja aangushwe ikwishe. Ameumia uso yote damu.
lakini hiyo ya mwisho akajikakamua, akachapa huyo ndugu ngumi hapa, na huyo ndugu akashindwa kuamka akiwa na damu kwa uso. Walikuwa wanapigania $10 million, akiwa na damu kwa uso. Huyo ndugu ameshindwa kuamka, wakaja wakamuinua mkono, wakasema huyu ndiye huyo ni wa kwanza. Huyo ni nani? Mshindi. Anatoka damu kwa uso, wakaleta belt wakampea. Mshindi anapewa belt. Wakaenda kuleta briefcase yenye anabeba how much? $10 million. Hello? $10 million. Wakaleta briefcase kwenda kumletea hivi. Wanakuja na pesa, damu inatoka kwa uso. Wakaona mtu anatokezea huko kwa kikundi, mama mwingine anavaa kiatu inchi 6, anakuja anatembea sasa pole pole, watu wote wakamwangalia. Kisha journalist akasema, now this is the wife of the winner. Wakaona wife anapanda ndani na hiyo viatu yake ndefu hivi, ameweka sijui nini, akasimama hapo hivyo. Kisha wakachukua hiyo briefcase wakampea, wakachukua belt ya bwana yake wakampea, wakachukua mkono ya bwana yake wakampea, akainua mkono ya bwana yake hivi, alafu akaondoka na bwana yake. Watu wote wakashangilia. Huyu mama akipeleka bwana yake anajaa damu kwa uso, anampeleka mara moja wapi? Hospitali. Waende wafanye nini? Watibu hiyo vidonda, ili kwamba ajiandae kwa vita ya kufuata. Pesa za kumtibisha huyo mwanaume ni mke wake atatoa kwa hizo zenye amepigania. Mwenye anakula hizo pesa ni huyu mama. Huyu mama hajapigana. Yeye anakula tu na anatibisha huyu mzee. Lakini mwenye amepigana ana vidonda na akiwa madaktari wanamtunza, mama anamwambia wewe pona haraka, una mapambano next week. Mshindi ni Yesu Kristo. Ndiye alipiganaga akaumia. Zaidi ya mshindi ni bibi harusi ambaye ni kanisa, wewe na mimi. Hatupiganage, lakini tunakulaga matunda ya upendo. Hatupigani, tunakulaga tu matunda ya vita. Yeye Yesu Kristo apigane, yetu akishinda tunaingia, tunakula. Akimaneta tena kesho, apigane. Nimekuja kutangazia mtu, wewe ni zaidi ya mshindi. Angalia watu watatu wapatia haiba, niwaambie wewe ni zaidi ya mshindi. Simama kwa miguu yako tuombe Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angalia jirani yako, mwambie wewe ni zaidi ya mshindi. Haleluya, 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 haleluya. Kama unaamini wewe ni zaidi ya mshindi, shangilia Bwana zaidi. Wewe ni zaidi ya mshindi. Haleluya. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. 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 Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema.
uchungu kwa mwili wako, una maumivu ndani ya mwili wako, kuja upokee uponyaji. Kama uko hapa na unahisi maumivu ndani ya mwili wako, kuja upokee uponyaji. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Kimbilio kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Kimbilio kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante 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 Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Kimbilio kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Kimbilio kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Weka laini moja ndefu hapo. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Kimbilio kwa kuwa wewe ni mwema. Watia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Bwana yuko hapa kukuponya. Magonjwa uliyoyabeba hayana nguvu kumuliko. Yuko hapa kukufungua. Yuko hapa kukutendea. Yuko hapa kukuonekania. Haleluya. Kila mmoja weka mkono mahali ambapo unahisi uchungu. Weka mkono mahali ambapo unahisi uchungu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nataka tuanze hivi. Tuanze na demonstration ya moja. Pamoja na kusumbua mama yangu. Songa hapa hivi. Naomi kuja. Nipe mikono yako. Jehova, ninaomba ya kwamba utatumia mikono hii kwa nguvu na ushujaa ya uponyaji. Itakapowagusa wagonjwa, watapona. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Niangalie mama yangu. Usifunge macho usikuje kusema haukuonaga vile watu wanaponaga. Niangalie. Uponyaji ni moja ya zawadi zenye Mungu anatupea. Kesho nitakupatia ufunuo fulani. Uelewe kwa nini kupona sio procedure kubwa. Haleluya. Punguza kwa hiyo volume kidogo ndugu yangu. Yes. Itakusaidia uelewe kwa nini kupona ni procedure ndogo sana. Inua tu mkono yako juu. Weka mkono kwa mgongo. Gusa tu mgongo. Niangalie dada yangu, niangalie. Kwa hivyo hiyo mgongo ndio inauma. Ukikunja hivi inauma. Si ndio? Nataka Mungu amponye. Basi. Kwa jina la Yesu
Kristo aliye hai. Natangaza hiyo mgongo kutoka leo ipone. Amen. Mwachilie. Niangalie, geukia watu sasa hivi. Hapa hivi, geuka. Niangalie hivi. Ukikunja hivi inauma. Kunja. Panda. Inauma. Haleluya. Hivyo tu dada yangu, najua basi milele unaweza hapo. Twende papa, twende. Inaona. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Unaweza saenda, hauna tena, hauko tena kwa hawa, wewe umemalizia. Haleluya. Haleluya. Unaamini utapona? Basi tuombe Mungu. Guza samadi kunaumiza. Unatusaidia tu, unanisaidia tu ku represent mikono yako mahali ningekuguza. Guza tu mahali kunaumiza. Sasa twende. Ninatangaza kwa dakika hii, magonjwa, funga mikeka, uondoke, kwenda. Toka nje, toka nje, toka nje, toka nje. Toka nje, waachiliwe wao wazima sasa, waliokuwa na maumivu isirudi tena, na kutoka saizi damu ya Yesu Kristo iokoe, iponye na isafishe. Kwa damu ya Yesu ninaomba. Amen. 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 Na wewe ukikuja mgongo hivi mama yangu inauma. Kuja basi. Amegusa hiyo mgongo. Yes. Asante kwa kumponya. Asante kwa kumwonekania. Asante kwa kumkumbuka. Asante kwa kumrehemu. Asante kwa neema yako juu yake. Tunakushukuru. Tunakupenda. Tunakushangilia Yesu Kristo kwa uponyaji wako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Una haki sasa wewe. Una haki. Haleluya. Una haki ya kujaribu kufanya kenye haufanyaji tena. Jaribu kufanya kenye haufanyaji, jaribu. Kila kitu kenye kama ni magoti haikondaki kunja. Inauma. Hapo. Kwa hivyo unataka uponyaji? Haleluya. Hivyo tu. Naamuru kutoka leo isiume tena. Kunja. Inauma? Iko tena hivi. Waambie tulia. Asante. Kuja. Naomba. Asante. Hiyo ni kwa uchache tu. Una haki ya kujaribu kila kitu. Akiponya anaponya. Halo. Hiyo ni sample tu tumejaribu. Wengine kesho uje na ushuhuda. Kila mtu sema kwa Biblia yako kwa dakika moja, inua mikono yako tu, inua mikono yako mahali uliko. Naamuru laana za ukoo zivunjike. Naamuru mikosi na laana zivunjike. Naachilia uwezo wa Mungu juu ya maisha yako. Naachilia moto ya Mungu juu ya maisha yako.
natangaza kila kilichokutesa kiondoke na kisirudi tena. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ichome kila nguvu zisizo za kimungu, iharibu kila mamlaka isiyo ya kimungu kwa jina la Yesu. Fungua kinywa chako kwa dakika moja, anza kuabudu, anza kuabudu, anza kuabudu, anza kuambia Bwana asante kwa kufunua nguvu zake kwako, kwa kufunua uweza wake kwako. Ambia Bwana asante kwa kukufungulia nguvu zake. Ambia Bwana asante kwa kukupatia neema tena siku ya leo, tena anakuonekania tena siku ya leo, tena anaonyesha uwezo wake. Ambia Bwana asante, ambia Mungu ni asante, ambia Jehova ni asante. Amejidhihirisha kwako, amejidhihirisha kwako. Yuko hapa leo, Mungu yuko hapa, Mungu yuko hapa kuharibu kila kazi zisizo za kimungu, kuharibu kila mamlaka isiyo ya kimungu, kuharibu mikosi, laana, kusudio za kuzimu kwa damu ya Yesu aliye hai. Kutangaza ufungulivu, kutangaza mamlaka, kutangaza uweza, kutangaza damu ya Yesu juu ya maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Damu ya Yesu inanena mema. Oh, damu ya Yesu inanena mema. Oh, damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Kweli Baba inanena mema, inanena mema, kweli inanena mema kuliko ingine. Kweli inanena mema, kweli inanena mema, kweli inanena mema. Damu inanena mema, kweli imetutakasa. Inanena mema, kweli inanena mema. Baba inanena mema, damu inanena mema, kweli inanena mema, kweli inanena mema, kweli inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Oh, damu ya Baba inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Kweli inanena mema, inanena mema, kweli inanena mema. Damu inanena mema, damu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana asante. Asante kwa kukukumbuka leo, asante kwa kukukumbuka tena, asante kwa kukuguza na damu yake, asante kwa kukuosha na damu yake, asante kwa kukuonekania na damu yake, asante kwa uweza, 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 uweza wa damu yake, 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 uweza wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako, juu ya familia yako, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako, juu ya mwili wako, juu ya afya yako. Damu ya Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo, watangaza damu ya Yesu inene mema leo. Patia Bwana makofi mazuri. Kwa dakika moja tu kabla niite baba hapa, inua mikono yako mahali uliko na ufunge macho yako mbele za Mungu. Kwa dakika moja tu. Bwana, hakuna aliyeingia hapa ambaye atatoka akiwa amefungwa. Sasa kwa uwezo ulionipa
nafungua vifungo vya laana, mikosi, mzunguko kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Naachilia moto, 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 moto. Gusa kila mkono ambaye imenyoshwa, ee Mungu. Gusa kila mkono ambaye imenyoshwa hapa. Kata minyororo, teketeza kazi za giza, haribu mipango ya kuzimu. Natangaza, ee Mungu, wiki hii ni wiki ya ushuhuda kwa jina la Yesu. Patia Bwana makofi mazuri. Neno ya mwisho kabla sijaondoka hapa, uko hapa na mwendo wako na Mungu haujakuwa mzuri, ungelitaka kumkabidhi Mungu maisha yako. Kila mtu funga macho yako. Ungetaka kumkabidhi Bwana maisha yako, kuokoka ama kumrudia. Ulikuwa umeokoka lakini ukateleza. Tukiwa tumefunga macho sote, Mungu peke yake ndio zinakuangalia. Inua mkono mahali uliko ikiwa ungelitaka kurudishia Mungu maisha yako tena. Inua mkono mahali uliko. Asante. 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 Sifa kwako, ee Mungu. Kanisa pamoja na wale wote ambao wameinua mikono, tuombe pamoja, tuseme, ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu. Naja kwako. Naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Lakini leo ninatubu. Nimekukosea wewe. Pia nimejikosea mwenyewe. Nimekosea watu. Pia nimekosea wengine. Leo ninaomba damu yako inioshe, initakase, inikubali. Vuta jina yangu kwa kitabu cha mauti, andika jina yangu kwa kitabu cha uzima. Leo nimeamua kukupa maisha yangu, uitawale, uniongoze na unifanyikishe kwa jina la Yesu. Baba, ninaombea mikono ambayo imenyoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu akutane nayo, aguze, afungue, aponye na waonekanie tena. Kila chochote wanachokihitaji wasikikose. Nguvu za Roho Mtakatifu zije juu yao. Usiku wa leo wasikie furaha ya wokovu. Tunakushukuru na tunakushangilia kwa jina la Yesu. Amen. Karibu Baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mkutano wetu umeishia hapa. Twende nyumbani na kila mmoja aje na mmoja au wawili kesho. Amen. Kila mmoja aje na mmoja au na wawili kesho, na watangazie wengine wakuje. Twende nyumbani salama. Kesho tuweba saa 10:30 ndio tumalize saa 12:30. Leo tumepitisha kidogo kwa sababu tulichelewa. Tafadhali twende nyumbani. Tuko huru kwenda. Amen. Barikiwa. Amen.